بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. بشرى بني فهر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا. لا تلتم الأيدي وحق لكم أن تعقدوا أندية للهنا. إن الأولى في كربلاء سرعوا نالوا بذاك اليوم أقصى المنى. بشرى بني فهر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا. Hongera, hongera kwa wale waliokuwa na Husaini katika ardhi ya Karbala. Hongera kwa Bani Fihr, hongera kwa kizazi cha Mtume. Watoto wenu wameuawa katika ardhi ya Karbala wakiwa ni watoto watukufu kuliko mtoto mwingine yoyote. Hongereni Bani Hashim, watoto wenu waliouawa katika ardhi ya Karbala hawakuwa watoto wa kawaida. Bushra Bani Fihrin fa abnaukum matu wahum a'la alwara a'yuna. La taltumul aidi wa haqqun lakum. La taltumul aidi, mlioipata ni fahari kubwa mno. Hakuna sababu ya kujipiga kifua, hakuna sababu ya nyinyi kulia. Ni haki yenu kufanya vikao vya huzuni na masikitiko kwa yale makubwa yaliyotokea, bali ni haki yenu kufanya vikao vya kupongezana kwa watu wenu wazito waliouawa katika ardhi ya Karbala. Innal ula fi Karbala surri'u nalu bidhaka alyawma aqsa almuna. Vijana wenu waliopita katika ardhi ya Karbala wameuawa. Vijana wenu watu wazito katika ardhi ya Karbala wameuawa, na kwa kuuawa wao katika ardhi ya Karbala nalu bidhalika alyawm aqsa almuna, walipata siku hiyo makusudiwa si ya kawaida, daraja si ya kawaida. Kukusanyika kwao
kumnusuru mjukuu wa Mtume, kukusanyika kwao kumtetea sahaba wa Mtume, kukusanyika kwao kumtetea baba wa masharifu, nalu bidhalika alyawma aqsa almuna, daraja walilolipata si daraja la kawaida. Ba'u nufusahum lahum qad ghalat wa mushtari al-aliya lan yughbana. Ba'u nufusan, waliuza nafsi zao zilizokuwa za thamani, walikubali kufa kwa sababu ya Hussein, wakiwa wenyewe si watu wa kawaida. Na siku zote anaiuza nafsi yake kwa ajili ya kulitetea jambo kubwa la dini, hawezi kuhasirika hata siku moja, hawezi kupata hasara hata siku moja. Ba'u nufusan lahum qad ghalat wa mushtari al-aliya lan yughbana, lakin ra'aw anna bidari al-baqa naila al-amani la bidari al-fana. Wallah, kwa nini walikubali kufa? Kwa nini walikubali kuuawa? Rau anna bidari albaqa, waliona kwamba akhira ni bora kuliko dunia. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad aya munqalabin yanqalibun wal aqibata lilmuttaqina wala udwana illa ala adh-dhalimin. atiru majlisakum bidhikri Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, ambaye leo ni siku yake na leo tunampa pole kwa msiba wa baba yake. Kama kuna mtu wa kupewa pole kwenye msiba huu ni al-Imam Zainul Abidin. Al-Imam Zainul Abidin jina lake ni Ali ibn al-Husayn, babu yake ni Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Baba yake al-Imam Zainul Abidin ni al-Imam al-Husayn ash-Shahid bi Karbala salawatullahi wa salamuhu alayhi. Mama yake al-Imam Zainul Abidin ni mama aliyekuwa anaitwa kwa jina la Shahaznan. Kwa Kiarabu Shahaznan maana yake ni mfalme wa wanawake. Kwa hivyo mama yake alikuwa akiitwa Shahaznan, mtoto wa Yazdajird, mtoto wa Shahriyar. Shahriyari huyu ni mtoto wa Kisra, mfalme wa Fursi au Irani hivi sasa. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alipotaka kumuozesha Shahaznan, kumuozesha mwanawe Hussein,
alimbadilisha jina akamuita jina la Maryam. Baadhi ya riwaya zinasema aliitwa Fatima, na alikuwa akiitwa Sayyidatun Nisa. Dada zake, afwani, ndugu zake wa kiume Al-Imamu Zainul Abidin walikuwa watu watatu: Aliyul Akbar, Abdullah ar-Radhi' na Jaafar. Dada zake Al-Imamu Zainul Abidin walikuwa watatu: Sukaina, Fatima, Ruqayya. Kuzaliwa kwake, Al-Imamu Zainul Abidin alizaliwa Madina siku ya Ijumaa, mwezi 5 au tarehe 5 Shaaban, mwaka wa 38 Hijiria, tukiwa leo tuko mwaka 1448 Hijiria. Jina lake linaloanza na abu au kunia, alijulikana kwa Abu Muhammad. Lakabu zake Al-Imamu Zainul Abidin, yani majina mashuhuri maarufu aliyokuwa anaitiwa nayo, ndiyo lakab ni haya yafuatayo. La kwanza, Zainul Abidin. La pili, Sayyidus Sajidin. La tatu, Sayyidul Abidin. La nne, Az-Zakiyu. La tano, Al-Aminu. La sita, Dhuthafanati. Dhuthafanati, mwenye sugu. Kwa sababu ya kusujudi sana, Imam Zainul Abidin alikuwa anaota kwenye sijida, anaota sugu na kwenye magoti. Kwa hivyo alikuwa mara kwa mara anakaa anachukua kisu anaipunguza, kithratu sujud, akaitwa Dhuthafanati, salawatullahi wasalamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imamu Zainul Abidin Al-Imamu Zainul Abidin Al-Imamu Zainul Abidin alishuhudia Karbala kwa macho yake mawili, mwanzo mpaka mwisho. Na baya zaidi na linaloliza zaidi, alishuhudia haya yote akiwa mgonjwa, hawezi kufanya lolote. Alishuhudia maasati ya Karbala, akaona kwa macho yake mawili matukio yote ya kinyama yaliyotokea baada ya kuchinjwa baba yake. Ashharu zaujati,
wake zake maarufu. Wake zake maarufu al-Imamu Zainul Abidin ni Fatima binti ya al-Imamu al-Hasan al-Mujtaba salawatullahi wasalamuhu alayhi. Auladuhu, watoto wake. Al-Imamu Zainul Abidin alikuwa na watoto wa kiume wasiopungua 10. Muhammad, Abu Jaafar al-Imamu al-Baqir salawatullahi wasalamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Abdullah al-Hasan al-Husayn, Zaid al-Husayn al-Asghar, Abdurrahman, Sulaiman, Ali, Muhammad al-Asghar. Mabinti zake al-Imamu Zainul Abidin ni Khadija, Kulthum, Fatima, Aliya. Pete yake al-Imamu Zainul Abidin ilikuwa imeandikwa wama tawfiqi illa billah. Wanahabari wake au mashuara wake alikuwa ni Al-Farazdak, aliyepokea kasida aliyeisoma mbele za mtawala wa kipindi chake, kasida maarufu wakati alipojifanya hamjui al-Imamu Zainul Abidin. Hisham bin Abdul Malik alipokuja kubusu al-Kaaba, mfalme amekuja, watu wamesongamana kwenye Hajarul Aswad, akashindwa kufika. Zainul Abidin alipofika, watu wote wakajitenga, wakamuacha, akenda akabusu Hajarul Aswad, akarudi. Mfalme akawa anajifanya hamjui, kusema nani huyu? Kidume Farazdak kikanyanyuka na maneno mazito, kasida nyote mnayoitambua iliyomsababisha baada ya kasida hiyo akatoa amri Hisham kwamba Farazdak akatwe ulimi. Hadha alladhi ta'rifu al-batha'u wat'atahu al-hillu ya'rifuhu wal-baytu wal-haram hadha ibn Fatimata in kunta jahilahu. Zainul Abidin. Bawabuhu, walinzi wake au mabodigadi wake walikuwa ni Abu Jabila, Abu Khalid al-Kabili, Yahya al-Matma'i. Al-Imamu Zainul Abidin kuishi kwake ameishi Madina. Tarikhi inathibitisha kwamba mimbar ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, ilikuwa ndiyo mimbari yake anayotoa ilmu, na alijulikana kwa takwa ya kupindukia na ilmu ya kupindukia na ukarimu usiokuwa na kifano. Imamatuhu, uimamu wake. Al-Imamu Zainul Abidin amekuwa imamu baada ya baba yake miaka 34, ambapo ndiyo kipindi cha uimamu wake. Muluku asrihi, watawala wa kipindi chake al-Imamu Zainul Abidin. Kipindi cha al-Imamu Zainul Abidin kulikuwa na watawala wafuatao: Yazid ibn Muawiya, Muawiya ibn Yazid, Marwan ibn al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, al-Walid ibn Abdul Malik. Athari zake. Katika athari zake al-Imamu Zainul Abidin ni kitabu cha dua kizito kinachoitwa As-Sahifatu Sajjadiyya,
na kitabu kinachoitwa Risalatul Huquq. Sumu aliyopewa, aliyemwekea sumu na kuaga dunia ni Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Shahadatuhu, kifo chake, Imam Zainul Abidin alipata kifo cha shahada tarehe 25 Muharram mwaka wa 95 Hijria. Kaburi lake au dharihuhu Zainul Abidin alizikwa Madina kwenye makaburi ya Baqi' kando kando ya al-Imamu al-Hasan na al-Imam Zainul Abidin. Kuvunjwa kwa kaburi lake. Kaburi la al-Imamu Zainul Abidin lilikuwa limejengewa, na majengo yake ni kama vile unavyoona vinara vya maulidi au unavyoona mihrab, ndiyo ilivyokuwa imejengewa. Mwaka 1444 afwan, mwaka 1344 leo ni 1444. 1300 ndicho kipindi kilichodhihiri Wahabi. Mawahabi wakatoa fatwa makaburi ya Baqii yavunjwe. Kwa hivyo leo hii makaburi ya Baqii yapo, lakini yamevunjwa, likiwemo kaburi la al-Imamu Zainul Abidin salawatullahi wasalamuhu alayhi. Ukizungumza Karbala, katika kila nukta au katika nukta nyingi, basi utampata al-Imamu Zainul Abidin ndiye anayeziongoza hizo nukta. Al-Imam Zainul Abidin, moja katika maajizi yake na uchamungu wake katika jambo la Karbala, ni katika watu ambao Mungu walimpa tayul ardh, kusafiri kwa muda mfupi, ardhi kufanywa finyo kwa ajili yako. Wakati walipokamatwa mateka wakaletwa katika mji wa Kufa, walitiwa gerezani, lakini al-Imamu Zainul Abidin baada ya siku ya 3 alitoka gerezani na kwenda kumzika baba yake. Banu Asad wanasema usiku ulikuwa ukiingia pale walipouawa Husaini na watu wake, wanasema kunna nara wuhushan taati ila tilka al-ajsad, wanyama pori wanakuja kwenye vile viwiliwili, kwenye ile mili. Fanadhunnu annaha taakulu minha, mafisi, wanyama wanaokula mizoga wanakuja, sema tunadhania kwamba watakula ile mizoga, watakula ile mili iliyoko pale, lakini wanyama wale hawali chochote. Jiina dhata laila, Banu Asad ambao ndio walikuwa wanaishi sehemu ya pale ya Nainawa au ya Ghadiria au ya Karbala, wanasema siku moja usiku tukaja, wa idha bihadhihi alwuhush, tukawapata hawa wanyama wamekaa wanaiangalia ile mili,
walaha haninun wa anin, wanyama wanajiuguza, wanaiangalia miili iliyopo katika ardhi ya Karbala. Ila an nazala banu Asad qariban min tilka al-ajsad wa dhahabat nisauhum ila nahari al-Furat. Wanawake wakawa wanawaambia Banu Asad, haiwezekani miili ile kuiacha vile ilivyo, lazima mwende mkaistiri, lazima mwende mkaizike. Usiku wanasema miile ile, mwili mmoja ulikuwa unatoa nur, inatoka kwenye mwili mpaka juu mbinguni, na katika maajabu miili ile ilikuwa inatoa harufu nzuri kama vile miski. Wanawake wakawashawishi waume zao, wakenda kuizika miili ile. Al-Imamu Zainul Abidin hapa alitoka kwa miujiza, akenda akamzika baba yake. Alipokuja anamweleza shangazi yake Zainab, mbona sija kuona, ulikuwa wapi? Anamwambia nilikwenda kumzika babangu Hussein. Anamwambia mpaka sasa bado Hussein hajazikwa. Mashahidi haya ya kutisha na kuhuzunisha aliyashuhudia al-Imamu Zainul Abidin. Lakini si hivyo tu, alishuhudia baba yake amesimama anaomba msaada na hakuna mtu wa kumsaidia. Na hakuna mtu wa kumsaidia. Aliposimama akasema, hal min nasirin yansuruna hal min dhabin yadhubu anna, yuko mtu anaweza kuwasaidia familia ya Mtume aje atusaidie? Yuko mtu anaweza kupambana kwa ajili yetu? Al-Imamu Zainul Abidin mara ya mwisho alishindwa, akamwambia shangazi yake Zainab, shangazi, alayya bisaifi, naomba unipe upanga wangu, unipe na bakora. Mtoto wa Mtume anataka msaada na hakuna mtu wa kumsaidia. Zainab anamwambia, upanga sawa, na hii bakora unafanyia nini? Anamwambia, upanga nitapambania, bakora nitakuwa naegemea ili nikamsaidie Hussein. Zainul Abidin aliyashuhudia mazito, likiwemo la hilo baba yake kusimama hana mtu wa kumsaidia. Tarikhi inatuambia Hussein baada ya watu wote kuuawa akabakia yuko peke yake, na baada ya masahaba wa al-Imam al-Husaini kumwambia, hatutokuacha, tutakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho, hatutokutelekeza hata siku moja. Maneno mazito waliomhakikishia, na kweli wakabakia mpaka mwisho. Walipouawa wote, al-Imamu al-Husaini akasimama anawaangalia masahaba wake mujazzarina kal adahi, wamechinjwa kama vile unavyoona kondoo wanaochinjwa kwa ajili ya udhiya, kwa ajili ya mfungo tatu. Akasimama, waqafa bainahum wa hum
baina man safaha turabi jabina, walioko chini wote, huyu kichwa kiko chini, kitukuta chake kiko chini, huyu miguu iko mekatakatwa vipande. Imamu akasimama akawa anawaita watu wake, ya Habiba bin Mudhahir, ya Zuhair ibn al-Qain, ya Muslim ibn Ausaja, ya abtal as-Safa, enyi mashujaa, wa ya fursan al-Haija, mali unadikum fala tujibun, mbona nawaita hamjibu? Wa unajikum fala tasmaun, na wasemesha mbona hamsikii? Allahu akbar. Husaini amesimama, tasawwar, watu wake wote wameuawa, watoto wake, watoto wa kaka yake, watoto wa dada yake na maswahaba wake wapendwa wote wameuawa. Anawaita wamsaidie, ya Habibul Madhahir, ya Zuhair ibn al-Qain, ya Muslim bin Ausaja, ya abtal as-Safa, enyi mashujaa, wa ya fursan al-Haija, mali unadikum fala tujibun, mbona nawaita muitikii? Wa unajikum fala tasmaun, mbona nawasemesheni hamsikii? Am qad sarra'akum raiba al-manun ya Husain, au mauti yamekusha wachukua, mmeshakufa. Qumu min naumikum ayuha al-kiram, nyanyukeni enyi watu watukufu. Wadfa'u an harami rasul, nyanyukeni mtetee kizazi cha Mtume, nyanyukeni muwatetee masharifu. Wadfa'u an harami rasul, ulaika tughatu liam. Mshairi anaisawiri hali ya al-Imam al-Husaini akisema, lamma raa sibtu ashab al-wafa qutilu, Husaini alipowaona wale watu walioapa kwamba Husaini tutakutetea mpaka mwisho wa uhai wetu, alipoona wameuawa, nada abul fadli aina alfarisu albatalu, Abul Fadli uko wapi? Abul Fadli, nyanyuka umsaidie kaka yako. Lamma raa sibtu ashab alwafa qutilu nada abul fadli aina alfarisu albatalu wa aina man duni alarwahu qad badhalu, wale waliouawa kwa ajili yangu wako wapi? Hebu nyanyukeni mumsaidie mtoto wa Mtume. Bil amsi kanu ma'i wal yawma kad rahalu. Ni jana tu wote nilikuwa nao. Aliyul Akbar nilikuwa niko naye, ni jana tu Qasim nilikuwa niko naye, ni jana tu Abul Fadl nilikuwa niko naye, ni jana tu Muslim bin Ausaja nilikuwa niko naye. Bila amsi kanu ma'i wal yawma qad rahalu. Wa khallafuni bi ardi tafi atshana, wameniacha peke yangu wakina Muslim bin Ausaja, na uwawa katika ardhi ya Taf, na uwawa katika ardhi ya Karbala nikiwa na kiu. Wa khallafuni bi ardi tafi atshana bil amsi kanu ma'i wal yawma qad rahalu. Wa khallafuni bi ardi tafi atshana ma baluhum lam yujibuni ama sami'u, mbona hawaniitikii nikiwaita, kwani hawasikii? Walau raauni wahidan ma alladhi sana'u,
Na lau wangeniona niko peke yangu wangefanyaje? Nadhruna alayya laina adu naweka nadhiri, lau kama watarudi wakansaidia, la azra'anna tariqa tafi raihana bila amsi kanu ma'i wal yawma qad rahalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad wa qatalu ala Muhammad wa zalamu ala Muhammad wa sajanu ala Muhammad wa abadu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun wal aqibata lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Bismillahir rahmanir rahim. Amman yujibu al-multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibu al-multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibu al-multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين. أغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. فرج علينا واقض حوائجنا جميعا وعلى كافة المسلمين. فرج علينا واقبل دعاءنا وتضرعنا وعلى كافة المؤمنين. فرج علينا وعلى كافة الحاضرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين مع الصلوات 3 مرات على حب الزهراء بأعلى أصواتكم.